Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans kwa kile ambacho wanakiendea kwa sasa. Ni robo finali ya kombe la shirikisho. Shirikisho wapi? Shirikisho nazungumzia CRDB Federation Cup, ambako klabu ya soka ya Young Africans leo hii wanadondoka uwanjani pale KMC Mwenge, Dar es Salaam, wakiweza kumenyana dhidi ya klabu ya Stand United kutoka kule Shinyanga katika mchezo huo wa robo finali kuitafuta nusu finali hiyo, ambapo utakwenda kushuhudia klabu ya soka ya Young Africans ambayo kwa sasa inahitaji kuweza kurejesha makombe yake yote ambayo yaliweza kuyachukua msimu uliopita. Kumbuka ya kwamba CRDB Federation Cup kwa upande wa Young Africans ni taji lao la 4 endapo wakichukua tena msimu huu. Itakuwa ni mara 4 mfululizo, kwa sababu waliweza kuchukua mara 3 mfululizo wakati huo likiitwa Azam Federation Cup. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kikosi ambacho leo hii kimeandaliwa na kocha Merudi Hamdi akiweza kutangaza hao majembe 11 watakaoanza katika mchezo huu wa leo hii. Ni kina nani hao utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Bana, kikosi kinachoshuka leo hii dimbani ambacho kimeandaliwa na kocha Merudi Hamdi, ambapo golini atasimama Abutwalibu Msheli. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa golikipa namba 2 katika kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Abutwalibu Msheli unafahamu ya kwamba mara nyingi apate nafasi ya kucheza katika michezo ya ligi kuu, lakini inapotokea nafasi kama hii huenda mwalimu anaona kitu cha ziada kwa Metacha. Hapa nazungumzia Abutwalibu Msheli, ili kuweza kumpatia nafasi ya kuweza kuongeza madini. Kwa hiyo leo hii golini atasimama Abutwalibu Msheli, akiweza kulisimamia lango vyema kabisa kuhakikisha Young Africans inatinga hatua ya nusu finali ya kombe la CRDB Federation Cup. Huku beki namba 2 anasimama Kibwana Shomali. Unafahamu bora wake, moja kati ya beki ambazo zina uwezo mkubwa sana na kasi, pia ana mwendo, pia unazungumzia kwamba ana uwezo wa kupandisha mashambulizi kuanzia chini na kuyapeleka juu kwa kasi kweli, na ndio kazi kubwa ambayo mwalimu amempatia leo hii Shomari Kibwana, kuweza kuhakikisha kwamba leo hii wanaondoka na ushindi, huku akiweza kumpa tahadhari ya kwamba anapopanda akumbuke kurudi katika wakati sahihi, ili asiweze kuleta madhara katika upande huo wa beki namba 2. Lakini katika upande wa beki namba 3 kwa siku ya leo ameweza kuanza na Nixon Kibabage. Unafahamu nyota wa kikosi cha Young Africans ambaye yuko pale, unafahamu shughuli yake. Nixon Kibabage ana uwezo mzuri wa kupandisha pia mashambulizi kupitia kushoto, na ana uwezo wa kucheza katika nafasi hiyo kwa ukubwa zaidi. Ndio maana kocha Merudi ameona ampumzishi leo hii Issa Shadrack Kiboka na kuweza kumwanzisha hapa. Nazungumzia sio mtu mwingine bali Nixon Kibabage. Lakini katika upande wa beki namba 4 anasimama Ibrahim Hamadi Baka. Unafahamu shughuli yake, kazi yake, umaili wake katika eneo hilo la ulinzi. Amekuwa na uzoefu mkubwa, ameendelea kujizolea umaarufu na uzoefu akiwa na kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Sergeant
Ibrahim Hamadi leo hii anasimama kama beki namba 4 katika mchezo huu dhidi ya Stand United kuhakikisha kwamba Young Africans inatinga katika hatua ya nusu fainali na kwenda kuwafuata waliko Simba Sport Club, Singida Black Stars pamoja na hapa nazungumzia JKT Tanzania ambao tayari na wenyewe wameshaweza kufuzu huko nusu fainali. Lakini katika upande wa beki namba 5 anasimama captain mwenyewe, hapa nazungumzia Bakari Nondo Mwamnyeto. Nafahamu shughuli yake japokuwa nafasi ya kucheza kidogo imepungua tofauti na hapo katika misimu ya nyuma, lakini bado uzoefu wake, umaili wake hauwezi acha kuutaja akiwa amevaa jezi ya klabu ya soka ya Young Africans. Hivyo basi mwalimu ameona pengine nafasi nzuri ya kuweza kumtumia katika mchezo huu. Hapa nazungumzia Bakari Mwamnyeto kutokana na kiwango chake kuonekana kinazidi kurudi kadri siku ambavyo zinavyozidi kusogea. Kwa hiyo leo hii atasimama Bakari Mwamnyeto. Lakini katika upande wa namba 6, mara baada ya kukosekana Alidi Aucho kutokana na majeraha ambayo aliweza kuyapata takriban wiki 3, atakuwa nje ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans akiweza kuuguza majeraha yake. Basi bila shaka nafasi yake haitokuwa wazi, alitokuwa pengo, kwa sababu yupo Jonathan Mkude aka Nungunungu ambaye mwalimu ameona leo hii aweze kumpatia nafasi ya kuanza. Unafahamu shughuli ya Jonathan Mkude katika eneo la namba 6. Kwa miaka ya nyuma namba 6 pekee ambayo ilikuwa katika ubora wake kwa kazi nzuri ambayo alikuwa anaifanya, huwezi kuacha kutaja kazi ya Jonathan Mkude. Anakwenda kuanza katika mchezo huu muhimu ambako kocha Mirudi ameweza kumwanzisha, huku unatarajia kwenda kuona ufundi namna gani ambavyo utakwenda kushuhudia akiweza kuipandisha timu kutoka chini na kuipeleka juu. Huyu si mwingine bali ni Jonathan Mkude. Lakini katika upande wa namba 7 utakutana na Maxim pia Nzingeli. Unafahamu shughuli yake miongoni mwa wachezaji ambao wanapatikana kwenye kikosi ya Young Africans. Mbappe wa Vikindu, unafahamu kazi yake, shughuli yake, maarifa yake, nguvu, kujituma kwake uwanjani ndio siri ya mafanikio yake na nidhamu kubwa ambayo yuko nayo katika eneo la uchezaji. Na utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo leo hii ataifanya ili Young Africans waweze kutinga katika hatua hii ya nusu fainali ya kombe la CRDB Federation Cup, kwani ni jambo muhimu kabisa. Lakini katika upande wa namba 8 anasimama mtu mzima kabisa, hapa nazungumzia Abubakar Salum Shuaboy, fundi wa bori, akiweza kusimama katika kazi nzuri kabisa kuhakikisha kwamba leo hii anakwenda kutengeneza mipango madhubuti ya kuhakikisha kwamba Young Africans wanaongoza kwa magoli mengi katika kutinga kwao katika hatua ya nusu fainali. Kazi kubwa ambayo huwa anaifanya Abubakar Salum leo hii pia atakwenda kuipiga pale KMC Mwenge majira fulani vya saa 10 alasiri. Lakini kwa upande wa namba hapa nazungumzia 9 atasimama Prince Mpumelelo Dube. Nafahamu kazi kubwa ambao wanaifanya, namna ambavyo mwalimu anapenda kuweza kumtumia kutokana na umaili wake, na amekuwa akiendelea kujiwekea rekodi zake binafsi kama mchezaji kutokana na kule alikotoka na mpaka hapa ambapo yupo. Rekodi anazidi kuziandika kila kukicha. Nazungumzia Prince Mpumelelo Dube. Lakini katika upande wa namba 10 anasimama Cletus Chama Mwamba wa Lusaka, akianza kuanza katika kikosi cha kwanza leo hii, akiweza kuipambania nembo ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Kwa upande wa namba 11 anasimama Clement Mzize. Unafahamu shughuli yake, nafasi nzuri kabisa ambayo mwalimu ameweza kumpatia kuweza kuandika mabao na kuandika rekodi nzuri kwa siku hii ya leo katika huu mchezo. Ikumbuke kwamba top scorer msimu uliopita katika kombe hili alikuwa ni Clement Mzinze. Kwa hiyo anahitaji kuweza kurudisha ile tuzo yake ambayo alichukua kwa msimu uliopita. Kikosi cha Young Africans cha wananchi Yanga kitakachoanza katika mchezo huu wa leo hii tarehe 15 pale katika dimba la KMC Mwenge, Dar es Salaam majira ya saa 10 alasiri. Tutakwenda kushuhudia kila kitu. Endelea kukaa na sisi kwa taarifa ambazo zitakazokujia, ila usisahau kuweka maoni yako hapo chini katika upande wa comment, kusubscribe, kulike.